Majina ninaitwa Augustine Mwai Muhiza. Mimi ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini, pia ni mwenyekiti wa baraza wazee wilaya ya Babati. Ninapenda kuongea na wananchi kwa ujumla juu ya tukio lililotokea ambalo tumelipata taarifa jana kwamba viongozi wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Tundu Antipas Lissu kupitia chama cha Chadema alikuwa na safari ya kwenda Angola. Kulikuwa na kikao cha baraza la vyama, lakini cha kushangaza watu wa uhamiaji walipofika airport walizuiliwa. Baadhi ya viongozi wamezuiliwa na watu wa uhamiaji na wakapokonya passports, zikazuiliwa passport zao. Kuna maswali mengi ya kujiuliza. Mwaliko ulikuwa ni halali, sio halali? Walikuwa na passport, walikuwa hawana passport? Kwa sababu unapokiuka taratibu mojawapo unaweza kuzuiliwa. Barua ya mwaliko ipo, passport wanayo, na ilikuwa ni kugongwa tu na kuendelea majukumu yao. Ni nini kinachoendelea katika bara letu la Afrika? Ni nini kinachoendelea katika nchi zetu za Afrika? Kwa sababu kwanza ni kiongozi wa kisiasa na lile baraza limekusanya viongozi wengi. Kwa nini baadhi ya nchi wamezuiliwa na wengine wameruhusiwa? Tunataka kujua, tunataka kuelimishwa. Au kuna nini nyuma ya pazia? Kutoka Tanzania imetangazwa kwamba mpaka makamu wa rais wa Zanzibar, ambaye makamu wa pili wa rais kutoka Zanzibar, ambaye ni mwenyekiti wa chama cha upinzani ACT Wazalendo, naye pia amezuiliwa. Tunakwenda wapi? Ninauliza ndugu zangu, tunakwenda wapi? Enyi watawala, mnapeleka hizi nchi zetu mahali gani? Mnataka nini kifanyike? Nyinyi watawala, kwa nini mnakuwa mnatoa maelekezo yasiokuwa sahihi? Sasa ni ujumbe kwa nchi ya Angola, wajitokeze hadharani waseme waliwazuia kwa kosa gani. Je, waliambiwa ni magaidi au kunakuwa na ugaidi unataka kwenda kufanyika? Ni vikao halali. Au kama hawataki watu wengine nchini kwao waseme sisi wote ni Afrika, na hata wao watu wa Angola wako hapa nchini. Sasa wasitafute vitu ambavyo sio sahihi. Ninapenda kuwaambia umma kwamba hizi nchi, vyama hivi ambavyo ni tawala, vinakuwa na shida sana. Vinajimilikisha mamlaka bila sababu za msingi. Nataka niseme mfano nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania, sisi wa Tanzania tuna mamlaka juu ya serikali ya Tanzania. Tuna mamlaka, tena tuna mamlaka kamili juu ya serikali ya Tanzania. Ninaposema tuna mamlaka kamili, wao wameingia kwa uchaguzi. Uchaguzi ni watu waliojitoa kwenda kupiga kura, wakaingia wao madarakani. Sasa sisi ni waajiri wao. Leo inafika mahali tunanyanyasika, tunaonewa. Wanasahau kwamba kesho wanakuja kutuomba kura. Wanasahau. Niwaambia Watanzania, hapa tulipofika, no reform, no reactions. Yaani tunakwenda kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025. Tunauzuia kwa nguvu zote kuhakikisha uchaguzi huu hautofanyika, kwa sababu makandokando kama haya singekuwepo. Tushirikiane na wananchi. Haijalishi habari ya vyama, sio kiki ya kisiasa hii. No.
Katiba ni ya wananchi. Tume huru ni ya wananchi, sio tume ya serikali. Tunataka kuondoa tume ya serikali, tuchague tume ya wananchi. Tunataka kuondoa katiba ya wajanja wachache, tunataka kuweka katiba ya wananchi ambayo itakuwa na matakwa ya wananchi, sio ya kikundi cha watu wachache. Mnapoisikia sauti hii, ninaomba tuungane kwa pamoja. Hii nchi ni ya kwetu wote. Tumekishachezewa vya kutosha, tumenyanyaswa vya kutosha, watu wanatekwa, watu wanauawa, hakuna sauti, hakuna kukemea. Tufike mahali tuseme imetosha. Tufike mahali tuseme imetosha. Ninaomba Tanzania tuungane. No reform, no reactions. Asanteni. Na hivi sasa kauli yako, tumeona kauli ya Tundu Lissu amelaani kitendo hichi na kusema kwamba sikiliza, alikuwa anazungumzia kwamba sisi tumeshiriki ukombozi wa Angola. Tumeshiriki katika vita vya kuikomboa Angola, Afrika Kusini, Zimbabwe. Tumeshiriki. Leo wanatuona damu zetu zimemwagika, sisi sio watu, sio binadamu. Kweli nimeamini. Waswahili wanasema tenda wema ende zako, usingoje shukrani. Shukrani ya punda ni mateke. Tunayaona tungali tuko hai. Tumeteseka sana wakati tunapambania Uganda, tunapambania Zimbabwe, tunapambania Namibia, tunapambania Afrika Kusini, Angola. Na wote chimbuko lao wamekuja Tanzania hao. Hakuna nchi iliyokombolewa bila kupitia Tanzania. Tulikuwa na makambi huku Tanzania. Leo wanafanya watu wote kama ni watoto wadogo. Tunaomba uongozi wa Angola utoe tamko. Walizuiwa kwa sababu gani? Na mimi kama kiongozi wa ngazi ya juu wa chama cha siasa kupitia jimbo langu la Babati, ninasema kama viongozi wa kisiasa tunalaani kitendo kilichotokea. Tunalaani na tutaendelea kulaani, na kiongozi wa nchi hiyo asikie, aelewe kwamba tumelaani, kwa sababu inajinafasi kwamba wao wana demokrasia. Hiyo ndio demokrasia hiyo? Hiyo ndio demokrasia? Wasijifiche kwa mtu mzima anajificha kwenye shamba la karanga. Haiwezekani. Tunaambia tunakilani hicho kitendo, na hicho kitendo tutakipigia kelele mpaka Umoja wa Mataifa waelewe kwamba hiyo nchi haina demokrasia nayo. Niseme hivi, katika vikao kama vile kuna mambo mengi ya kujadili. Kuna mambo ya kiusalama pia. Kuna mambo ambayo yanahusu demokrasia ndani ya nchi zetu. Lakini kwa sababu wamezuia, tumeathirika kwa asilimia kubwa, kwa sababu tulikuwa tunakwenda kuona na kutengeneza network ya kuona tunatokaje mahali tulipokwama. Kwa hiyo kitendo hicho kimetuathiri, kwa sababu adhima ya kile kikao hatukijui mpaka sasa. Walikuja na agenda gani na kulikuwa na nini kifanyike. Wametuathiri. Hawa wa Angola si watu wema, ni wabaya sana hao. Majina, ninaitwa Augustine Mwai Muhiza. Mimi ni katibu mwenezi wa Chadema jimbo la Babati mjini, pia ni mwenyekiti wa baraza wazee wilaya ya Babati. Ninapenda kuongea na wananchi kwa ujumla juu ya tukio lililotokea, ambao tumelipata taarifa jana kwamba viongozi wetu, Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Tundu Antipas Lissu kupitia chama cha Chadema alikuwa na safari ya kwenda Angola. Kulikuwa na kikao cha baraza la vyama.
Lakini cha kushangaza, watu wa uhamiaji walipofika airport walizuiliwa. Baadhi ya viongozi wamezuiliwa na watu wa uhamiaji na wakapokonya passports, zikazuiliwa passport zao. Kuna maswali mengi ya kujiuliza. Mwaliko ulikuwa ni halali, sio halali? Walikuwa na passport, walikuwa hawana passport? Kwa sababu unapokiuka taratibu mojawapo unaweza kuzuiliwa. Barua ya mwaliko